tunakwenda nchini China kwa ajili ya safari ya mafunzo, na haya mafunzo ni mafunzo ya namna ambavyo tasnia ya filamu nchini inavyoweza kusaidia kukuza utamaduni lakini na utalii wa nchini. Kwamba tunakwenda kwenye mafunzo haya ambayo niko mimi katibu mtendaji wa Bodi ya Filamu Tanzania, lakini pia kwenye upande wa wadau tumemchukua mtu wa shirikisho la filamu Tanzania ambaye ni rais wa shirikisho la filamu Tanzania Amir Rajab, kwenda kujifunza namna ambavyo tunaweza kutumia mbinu za kifilamu, lakini katika kuhakikisha tuna promote tunakuza utalii nchini. Kwa hiyo ni jambo moja, na niseme jambo hili limewezeshwa kwa kiasi kikubwa na ubalozi wa Jamhuri ya Watu wa China nchini Tanzania chini ya Mheshimiwa Balozi Chen Mingjian, ambaye yeye pamoja na serikali ya Jamhuri ya Watu wa China wameweza kufadhili mafunzo haya. Lakini niseme kubwa, hii ni sehemu kubwa ya mwelekeo ambao Bodi ya Filamu Tanzania inafanya katika kuhakikisha kwamba wanatasnia wetu wanaendelea kupata nguvu za kimafunzo kutoka katika nchi mbalimbali ili wawe na mbinu za kimataifa za kuweza kutengeneza filamu ambazo zinaweza kukidhi viwango. Kwa hivyo mafunzo haya yanakwenda kuleta chachu kubwa ya kutengeneza watu wengine karibu 20 mpaka 25 ambao wanaweza kwenda kwenye miezi inayofuata ili kuhakikisha kwamba sisi tunakwenda kutengeneza hayo maeneo ya kutengeneza fursa za mafunzo ili wenzetu waweze kupata hizo fursa za mafunzo wengi zaidi, na kuweza kuhakikisha kwamba kiwanda chetu cha filamu nchini Tanzania kinaendelea kuwa ni kiwanda ambacho kinaendelea kukuza nafasi za ajira kwa vijana, lakini pia kutangaza utalii wetu, lakini pia kuendelea kubeba ile dhana kubwa ya utu na maadili na mila ya Mtanzania. Tuna mikakati mikubwa ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kushamirisha filamu zetu katika hizo nchi, kwa mfano nchi ya China ambayo tunakwenda, na niwaambie ndani ya mwezi huu mwishoni tunaenda kuwa na tamasha dogo kubwa la filamu za Kichina na filamu za Kitanzania. Hii ni sehemu kubwa ya kuendelea kukuza soko la filamu zetu, pia kuweza kutafsiriwa katika lugha ya Kichina na kuoneshwa katika majukwaa ya China, lakini kubwa zaidi na filamu za Kichina pia kupata nafasi ambayo inaendelea kupata katika soko letu la hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo huo ni mmoja wa mkakati ambao tuko nao sisi Bodi ya Filamu na wenzetu wa China kupitia kituo cha utamaduni wa Kichina nchini Tanzania, ambao kwa pamoja tutashirikiana kwenye kuhakikisha hilo jambo linaweza kutimia. Tayari tulishafanya uoneshaji wa filamu ya Kichina, lakini sasa hivi tunakwenda sasa kutengeneza mazingira sasa ya filamu za Kichina pia za Kitanzania pia ziweze kutafsiriwa katika lugha ya Kichina ili na Wachina pia waweze pia kujua utamaduni wetu. Na niwaeleze sasa, hizi ni wakati wa diplomasia ya utu, yani watu kwa watu. Kama diplomasia ya watu kwa watu, ni wakati sasa sisi Bodi ya Filamu Tanzania kuweza kuendelea kushirikiana na wenzetu wa China kupitia kituo cha utamaduni wa China kuhakikisha kwamba utamaduni wa Kichina na wa Kitanzania unaendelea kushikamana, ili katika ile miaka zaidi ya 60 ya mahusiano ya kidiplomasia kati ya China na Tanzania yanaendelezwa. Tunapokwenda kutengeneza mahusiano haya, pia tunaenda kufungua fursa ya kuhusiana na wenzetu wa Bodi ya Filamu ya China inahusika na swala la filamu, lakini pia tunakwenda kufanya mazungumzo na Chuo Kikuu cha Mawasiliano cha China ambacho pia kinatoa fursa mbalimbali za masomo ya media, lakini pia masomo ya filamu. Kwa hivyo mimi niwaahidi tu wanatasnia wakae mkao wa kula kuhakikisha kwamba wanapata hizi fursa, lakini si kupata hizi fursa, pia wanapata fursa na kuhakikisha kwamba wanazitendea kazi kwa kuhakikisha kwamba wanatengeneza filamu bora, filamu zenye viwango vya juu, ambazo filamu hizo zinaweza kwenda kutengeneza soko kubwa la filamu nchini Tanzania. Lengo kwa pati hizi mbili zinazoenda kule, tutahakikisha tunajenga vitu vitasaidia training kwa wasanii wetu, lakini co-production, lakini na mambo mengi ambayo wenzetu wametuzidi, hasa exposure. Filamu inataka kuunganishwa, iingie filamu, ije sports, ije culture, lakini iende kwa tourism. Tunafanyaje utalii wetu kukuza? Lazima tutengeneze filamu za kimkakati, documentary za kimkakati, ambazo hizi sasa wenzetu wameshafanya. Sisi tunatakiwa tuhakikishe tunafanya zaidi ili kukuza utalii wetu wa ndani, lakini kuonyesha namna gani ambavyo filamu inaweza kufanya mambo makubwa sana. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, mpo hapa leo, lakini waahidini kwamba safari hii ambayo tunaenda kukaa zaidi ya siku 16 nje ya Tanzania, tukajifunze, tujenge mahusiano, tukae na wenzetu ili tuangalie namna gani ambavyo wenzetu wamesogea na sisi tunafikaje. Lakini la mwisho ambalo ni kubwa, filamu, kuna kitu kinaitwa sera ya filamu. Wenzetu wote nchi zilizoendelea wana sera ya filamu. Nadhani kuna kipindi nilienda Korea, niliwahi kwenda South Africa, niliwahi kwenda Ethiopia, Uganda, Nairobi, kote huku kienda wenzetu wanasogea kwa kasi kubwa kwa sababu wana sera ya filamu. Namna gani sisi tunaweza kufanya sera yetu ya utamaduni lakini iwe na parcel ambayo itajikita kwenye filamu. Filamu sasa hivi dunia ilipokwenda ni issue ambayo inakwenda kwenye creative industry,
teknolojia iko juu sana, lazima kuna sheria madhubuti ambazo zitaweza kusaidia kufanya filamu ikawa bora zaidi.